Hallelujah. Praising day and praising time. Praising day and praising time. Praising day and praising time. Wakati umefika. Kaa mkao wa kula chakula cha roho. Wakati mchungaji anazogea hapa mbele kwa ajili ya huduma kuu, nitaomba kila mtu asimame na miguu yake. Simama na miguu yako miwili na tutaimba wimbo wa kukaribisha roho. Tupe moto wa uhai ulioangaza, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Kipindi cha pili, wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na Mungu. Neema yako haina, twende. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na zamani za kale, zamani za kale, Bwana kumbuka na wewe. Asante sana, tunaweza kuketi kwa utukufu wa Mungu. Mungu ni mwema. Hapana, sijasikia sauti zenu. Mungu ni mwema na siku zote. Kule nyuma sijawasikia, tafadhali. Mungu ni mwema na siku zote. Ni kama kule nyuma hawaongei Kiswahili. Imana ni nziza ni vihe vyose. Huku sijasikia mnaongea Kiingereza. God is good and all the time. Twende huku. Mnaongea nini huku? Rurema limwinja ne siku zoshi. Twende huku. Nzambea za malamu. Mnanidanganya. Tunaenda sote. Zambea za malamu na mikolonyoso. Mungu ni mwema. Kama unampenda Bwana Yesu, pepea kwa mikono yako kwa utukufu wa Mungu. Hallelujah. Praising day, praising day and praising time. Asante sana, ni fursa kwetu sana katika siku hii ya leo, siku kuu ya kumtukuza Mungu, siku kuu ya kumsifu Mungu. Na kuna njia nyingi sana za kumsifu Mungu, lakini leo kanisa letu la Himbi tumeweza kufurahia siku ya leo. Tumsifu Mungu kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini?
ya nyimbo. Kabla sijaendelea na mengine, ninapenda turudilie lile fungu letu kuu la somo letu la leo. Kabla tujatoa kichwa ya somo, lilikuwa katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 146 kwenye lile fungu lake la kwanza na la pili, na tulisomewa maneno yafuatayo: Msifu Bwana, sifu Bwana nafsi yangu, ningali ninaishi nitasifu nani? Nitaimbia Mungu wangu sifa ningali nina uzima. Nitaimbia Mungu wangu sifa ningali nina uzima. Pokeeni neno la Bwana. Mchana huu wa leo ninashukuru Mungu tena kwa nafasi hii ya kipekee ambayo ameweza kututolea. Ninakumbuka tulikuwa hapa tariki 17, ilikuwa sikukuu hiyo ambayo ilikuwa siku ya vijana ulimwenguni, na leo tena Mungu ametuwezesha na kutupatia hii neema kupitia watumishi wake kwamba katika mkutano mkubwa kama huu tuweze kusimama hapa na kutoa neno la Mungu. Katika kibandiko kule walituandikia hili ni kanisa la Waadventista wa Sabato, na leo ni siku ama ni saa za pressing time kama vile walivyoandika, na mambo mengine ambayo yaliandikwa hapo chini. Kwa wale ambao tuko wageni, ninaitwa kwa majina Pastor Lebon Mbio Prosper. Unaweza kusahau mengine, lakini mbio hutasahau, sababu hapa kunakuwa polepole. Kwa hiyo ninapenda niingie mara moja kwenye somo la mchana wa leo, na somo letu linasema hatari ya nini? Je, sote tunaona huku? Hatari ya nini? Hatari ya kuishi bila kufanya nini? Mtu ambaye ameielewa kwa lugha ya Kinyarwanda anaweza kuisema, sababu kila neno katika lugha yake inakuwa na uzito, na sijui kama kuna mtu ambaye anaielewa kwa Kinyarwanda atuambie hatari ya kuishi bila kuimba zaburi. Katika Kinyarwanda wanaweza kusema nini? Ingorane zo kubaho kutari imbaza ile ya mwisho sikusikie. Kutari imba zaburi. Wa lugha ya Kinanda anaweza kutusaidia sudi wengine waelewe vizuri uzito wa somo hili. Kinanda inaweza kusema nini jameni? Tuwe haraka, tuwe sharp, leo ni siku ya vijana. Hatari ya kuishi bila kuimba zaburi. Kwa lugha yetu kule, kama ningelikuwa kule, mtafsiri angetafsiri nini? Haijulikani. Kihavu basi mtuambie. Hatari ya kuishi bila kuimba zaburi. Ikiwazo kyo kubaho mziro kuimba zaburi. Vizuri sana. Hakuna mngala, hakuna mtu anajua Lingala hapa, sababu ninapenda tutoke hapa leo tumejua hizi hatari. Hakuna. Ikiwa hakuna, ninapenda niwaambie jambo hili. Je, waweza kusikia sehemu fulani kuna hatari alafu ukaenda? Waweza sikia sehemu fulani kuna habari tetezi ndogo ndogo za hatari alafu ukaendelea na safari? Ninafurahia sababu hatari hii sio kwa waliokufa, lakini ni hatari kwa wanaoishi. Na mtu ambaye amekufa anaweza kuogopa. Mtu ambaye amekufa ameweza kukutwa na nini ambacho kinaweza kumtisha? Hajui lolote. Lakini wanaoishi ndio wanaokutana na hatari. Na ni vizuri sana mpendwa, unapoishi alafu ukakutana na mtu akakwambia kama mbele yako kuna hatari, huyo anakupenda. Na atakaye nyamaza bila kukuambia hatari inayokuwa mbele ya maisha yako, huyo anataka ufanye nini? Leo tunataka tujifunze hatari ya kuishi bila kuimba zaburi. Kuna watu wengi ambao wanalalamika, wanasema mimi sikuwaki na sauti, ninapoimba aliye karibu yangu ananichukia.
Kwanza mimi mambo ya kwaya sitakagi hata kabisa. Habari nikisikia waimbaji wanaimba, mimi haifanyi nini? Haigusi waimbe wala wasiimbe. Mambo yao kuna hatari. Haleluya! Nafsi yangu msifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi, nitamwimbia Mungu wangu ningali ni hai. Huyu ni Daudi ambaye aliyesema maneno haya. Alijua hakika ya kwamba baada ya maisha yake hawezi kumwimbia Bwana, baada ya kufa kwake hawezi kumsifu Bwana, lakini maadamu anaishi alisema atamsifu nani? Sasa ninataka niwape maelezo kidogo kuhusu nyimbo. Nyimbo maana yake nini? Nyimbo ni namna ama ni njia ambayo mtu anaitumia kwa kumsifu mtu fulani na kumuinua, kumweka katika viwango vya juu, akimwonyesha upendo alio nao kulingana na vile anavyofanya. Ukipenda sana rafiki yako wa karibu, kama ni wa kike, hata kama hauko mtunga nyimbo, kuna siku utatunga nyimbo. Unapopenda ndugu zako wa familia, hata kama hauko mtunga zaburi, unaweza hata kujikoroposha na unaanza kuimba wimbo ambao unasifu na kuinua familia yako, ikiwa mnaishi kwa furaha. Ninapenda niwaonyeshe mwanzilishi wa hiki kitu ambacho kinafanyika hapa. Waimbaji walipokuwa wakiimba hapa, kwa uhakika na uhalisia wa moyo wangu nimejisikia kuinuliwa. Ikiwa hujasikia kuinuliwa na nyimbo ambazo waimbaji wameimba hapa, wapendwa, kuna hatari. Sasa mwanzilishi wa nyimbo ni Mungu. Na Mungu anapokuwa mwanzilishi wa nyimbo, ninasema kwa sauti kubwa, yeye ndiye mwimbaji wa ngapi? Yeye ni mwimbaji wa kwanza. Ninapomaanisha hivi, wale wote wanaoimba ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Ndiyo maana kuna hatari sana kwa wale ambao wanaoweka kando jukumu hili ambalo Mungu aliweza kuwapa watu wake. Na ni yeye huyo, baada ya kuwaumba malaika, aliona vema kuwapa uwezo mwingi na vipawa vingi ili wavitumie kwa kumtukuza yeye peke yake tu. Unaimba kwa kumtukuza nani? Unajua ya kwamba kipawa hicho ambacho Mungu amekupa, alikupa ili umtukuze nani? Mungu peke yake. Anaitwa mtoa vipaji vilivyokamilika. Haleluya! Bwana alilifurahia jambo hili sana, na ndiyo kwa maana nyimbo ni sehemu kuu ya ibada mbinguni. Haleluya! Tunapoimba hapa, mbinguni nako wanafanya nini? Tunaposifu hapa, malaika wanafanya nini? Ninakwambia hivi mpendwa, ukisikia wimbo unapigwa hapa na umegusa moyo wako, fahamu ya kwamba malaika wametoka mbinguni, wameshuka hapa kuimba pamoja na hawa watu. Ndiyo maana kuna hatari kwa yule asiyependa kufanya nini? Nyimbo ilitoka mbinguni, ibada hii ilishuka, ikashuka mpaka kwa wanadamu. Na huyu mwanadamu ambaye ni mwimbaji wa kwanza ni nani? Katika kitabu cha Histoire de la Redemption, page yake ya 20, tunasomewa maneno yafuatayo: ndege wenye rangi mbalimbali walirukaruka juu ya miti na juu ya maua mazuri kwa kusikiza sauti nzuri za nyimbo tulivu ili kumtukuza muumba wao. Hao ni nani? Ndege hao. Adamu na mkewe walifurahia sana uzuri wa makao yao ya Edeni. Walishangaa kusikia sauti nzuri masikioni mwao zitokazo kwa waimbaji wadogo hao. Hao ni ndege wakiwa wamevikwa manyoya mazuri na kung'aa sana. Walipotoa sauti zao, wazazi wetu wa kwanza waliunganisha sauti zao pamoja na viumbe hao, wakipandisha nyimbo tamu zenye kujaa upendo na shukrani na ibada hadi kwa Mungu Baba na mwanawe mpendwa, wakisukumwa na wema wa Mungu uliowazunguka pande zote. Adamu anaimba, ndege wanaimba, tembo wanaimba, Adamu naye ananyosha sauti yake, nyimbo inapaa. Imagine ilikuwa sauti gani ambazo zilizokuwa zikipaa
Kama ungelikuwa pale mpendwa, hata ulikuwa na malaria imbu 1000 zimekukula pale pale, malaria inapona. Hata ungelikuwa una kansa, hata ungelikuwa una ukimwi, unaposikia tu sauti ile ambayo ndege, Adamu, miti, bahari vinatoa sauti, shida zako zote zingalikoma. Ninapenda sana sababu Mungu akitoa vipaji, hatoi kipaji ambacho kina expire. Na ukiona kipaji chako kime expire, jua kwamba hukukifanyia kazi. Kipaji hiki cha uimbaji kiliendelea katika vizazi vyote. Aliwafundisha Abeli na Kaini kuimba. Abeli alipokufa, Kaini aliendelea na kizazi chake, na Seti huyu alipozaliwa baada ya Abeli, ibada hii ya nyimbo iliendelea kizazi hata kizazi, kizazi hata kizazi, mpaka tunafika wakati huu wa wana wa Israeli wanapokuwa katika nchi ya Misri, wakiwa katika utumwa, walikuwa wanaimba na nyimbo ziliwasaidia kuhifadhi neno la Mungu na historia ya mababu zao. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi ya nyimbo. Na nyimbo inatajwa mara ya kwanza katika Biblia kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura yake ya 31 fungu lake la 27. Ni hapo ambapo nyimbo, vinanda, vinubi, firimbi vinatajwa kwa mara ya kwanza katika maandiko matakatifu. Katika usiku ule wa Pasaka, wana wa Israeli wakiwa Misri waliimba nyimbo nyingi nzuri za furaha katika usiku wao wa mwisho wakiwa Misri. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 12. Hata walipovuka bahari ya Shamu, walimtukuza Mungu mkombozi wao kwa nyimbo na muziki usio wa kawaida. Hiyo ni Kutoka 15:1 hadi 27. Kwenye kitabu hiki cha Kutoka sura 15 wanatuambia kwamba Musa alikuwa na antone makuple, alafu dada yake Miriam naye pamoja na wanawake wengine wanatoa jibu. Kumbe mfumo huu wa marefre na makupe na makuplet, tafadhali, havikuanza leo. Hata zamani walikuwa wanatunga nyimbo, wanaweka vipindi, wanaweka marudio, wanaweka vipindi, wanaweka marudio. Jamani, huu ni mpango wa Mungu na haupashi kudharaulika na binadamu awaye yote. Walipovuka bahari ya Shamu waliimba. Napenda nikwambia kwamba nyimbo ni sehemu ya ibada inayopaa juu. Miongoni mwa ibada zinazopaa juu, nyimbo, maombi, sadaka na kadhalika. Hizi ni ibada zinazopaa. Nyimbo ni sehemu ya ibada isiyokuwa miongoni mwa matokeo ya dhambi. Je, ulikuwa unalijua hili? Nyimbo sio matokeo ya nini? Adamu hakuimba baada ya kufukuzwa Edeni. Adamu aliimba akiwa wapi? Alitoka na kipaji hicho. Hata alipotenda dhambi alienda na kipaji hicho. Ndiyo maana nyimbo, Mungu anapotazama mtu anayeimba, jameni, anasikia mahali alipo, nimeumba. Sio matokeo ya dhambi. Mbinguni wanaimba, mahali patakatifu. Mtu anapoimba anafanya mambo zaidi. Anaomba mara moja, anahubiri, anafariji, anatibu na mambo mengi ambayo waimbaji wanafanya katika nyimbo. Unajua kwamba mwimbaji ndiye mhubiri wa kwanza hapa kanisani? Ulikuwa unalijua hilo? Mimi ninahubiri ninapotumia maandiko matakatifu peke yake na sauti yangu kuongea, lakini mwimbaji anapoimba kwanza, sauti yake inatibu vidonda vya moyo. Mtu ambaye alikuja hapa ananungunika, ana shida, anaposikia sauti nzuri anasahau shida zake, na hiyo ni dawa. Mwimbaji anafariji moyo iliyovunjika. Mwimbaji anaomba katika nyimbo, kunakuwa pia maombi. Mambo mengi sana ambayo wanafanya. Ndiyo maana shetani anaweza kuacha kujaribu sana mwalimu wa shule ya Sabato, lakini hawa waimbaji hawa asubuhi, jioni majaribu. Sababu hawa ni wahubiri wakubwa na analijua hilo vizuri. Mtu anaweza kusimama barabarani akianza kutotola na kusema, hatapata watu wa kumsikiliza, lakini mwimbaji asimame pale na mitambo ama bila mitambo, wasimame wajipange tu vizuri, waanze kuimba, utaona watu wanakuja hivi. Sio matokeo ya dhambi. Ninapenda nikupe faida 10 tu, hizo ndizo nimeorozesha. Zipo nyingi sana faida za nyimbo. Na ya kwanza, nyimbo huongoza fikra za mwanadamu kuelekea mambo matakatifu. Unapoimba
ulikuwa na mawazo mabaya machafu, yanaondolewa na mawazo yako yanaelekea kwa nani? Kwa Mungu. Nyimbo hujaza moyo na kuunganisha mwimbaji na waimbaji wa juu. Hata ukiwa nyumbani ukiimba, malaika wanaimba pamoja nao. Unapokuwa shuleni ukiimba, malaika wanaimba pamoja nawe. Unapokuwa ndani ya gari ukiimba, malaika wanaimba pamoja nawe. Kuna aina nyingi za kuimba. Unaweza kuimba hata ukiwa ndani ya basi, ukiweka ile maekutere yako pale, unaanza kusikiliza, moyo unaimba ndani hata kama hutoi sauti. Nyimbo hutuliza hasira na kumfanya mwanadamu atafakari maamuzi yake. Unapokuwa mama, baba amerudi akiwa amekasirika, kusanya watoto muweze kuimba. Unapoona watoto hawaeleweki, watoto wanakuwa na tatizo ya kutokusikia mashauri ya wazazi, wafundishe nyimbo. Wanapojifunza nyimbo na kuimba nyimbo, nyimbo inawasaidia kurudisha conscience yao, na hiyo inaweza kusaidia familia. Nyimbo hufariji moyo iliyovunjika na kurejesha tumaini. Haleluya! Nyimbo hufukuza kukata tamaa na kuondoa huzuni moyoni. Mtu alikuja hapa hana kazi, lakini waimbaji wanapoimba, mtumaini Bwana, siku moja atakubariki, utapata kazi, unasikia mtu mwenyewe hapa anaanza kuitika amina, amepata kazi na bado hajaandika hata barua. Nyimbo huongeza bidii na kuondoa madhaifu mwilini. Unapofanya kazi nyumbani, umeona madhaifu yamekuja, anza kuimba tu taratibu, na huko naosha vyombo, utaona umemaliza kazi mapema bila uvivu. Unapokuwa shambani, uko na jembe ukilima, ukianza kusikia jua inaanza kupiga, madhaifu yanakuja, anza kuimba, kumtegemea Mwokozi kwangu. Utamaliza shamba kwa siku. Inafukuza udhaifu, inaleta bidii. Nyimbo ni njia kuu ya kusaidia mtu kuhifadhi neno la Mungu. Ukiona watoto wako si marafiki wa kusoma Biblia, wafundishe neno la Mungu kupitia nyimbo. Wafundishe neno la Mungu kupitia nini? Wanapokuwa wakiimba, ikumbuke Sabato, inaingia ndani hiyo. Kila hatua ambayo utaifanya ukitumia nyimbo, Mungu atakujalia kufaulu. Sikiliza hii, nyimbo hufukuza pepo wabaya. Haleluya! Je, ulikuwa nalijua hili? Je, unajua kwamba kuna pepo unayo haijatoka sababu hujaimba? Wewe unafanya fujo sana darasani, kanisani, mahali pote, hautulii, kila unachofanya hakieleweki. Unajua kwamba hiyo ni pepo? Na je, unajua kwamba dawa yako sio nyingine, sio kwamba mahubiri ipite hapa na upigie magoti, anza kuimba tu itatoka. Ninakumbuka katika Biblia, huyu mfalme Sauli alipokuwa akikumbwa na pepo, walikuwa wanamuita nani? Wanaita Daudi. Anakuja, alikuwa anakuja akiomba, alikuwa anaomba, alikuwa anafanya nini? Anaimba Daudi, sababu ni mwanamuziki mkubwa sana miongoni mwa wafalme. Anapochukua kinubi chake, anapopiga mziki wake, pepo zinasema hapa sikai, zote zinakimbia. Kuna vitu vingi ambavyo tunavizarau vinapokuwa katika nyimbo. Jameni, tafadhali turekebishe. Na nimekuwa nikiwasomea hiyo ya 9, nyimbo humfanya Mungu. Sikiliza hii mpendwa, sikiliza hii kwa makini, na ikiwezekana andika hayo kwenye karatasi yako. Nyimbo humfanya Mungu ashuke na kufungua minyororo
mais qui sont incapables de chanter dans leur cœur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Unapoimba na moyo wako unamchukia ndugu yako, huo wimbo hautoki hapa kwenye kanisa la Imbi, linaishia hapa hapa tu. Unapoimba na umemchukia jirani yako, unakuwa na kinyongo na ndugu yako, unakuwa na wivu na ndugu yako, unakuwa na mambo fulani fulani ambayo moyo wako hauko tayari, hata uimbe hapa kwa sauti 100 na ngapi, hizi plafond ndio zinabakiana sauti humu ndani. La musique, quand on l'utilise à bon escient, est une bénédiction. Mais utilisée à mauvais escient, c'est une terrible matumizi ya nyimbo. Sasa ndio maana waimbaji, msicheze na kile mnachokifanya. Ninaongea ninachokielewa. Unapotumia nyimbo vibaya, inageuka baraka, kuliko iwe baraka inakuwa nini? Satan amène les jeunes en captivité. Shetani analeta vijana katika utumwa, ama katika utumwa. Oh, que puis-je dire pour les amener à briser sa puissance d'attraction? C'est un séducteur habile qui les entraîne vers la perdition. Les choses éternelles ont peu de poids chez les jeunes. Les anges sont en larmes quand ils écrivent dans les livres les paroles et les actes des chrétiens déclarés. Waimbaji wanaoimba na matendo yao haifanani na maneno wanayoimba. Malaika hutoa machozi wanapoandika habari zenu katika vitabu mbinguni. Wanajiuliza, je, hawa ni wenzetu ama ni kina nani? Je, hawa wanaosimama hapo mbele kuimba wanafanya kitu? Wanajua wanachokifanya? Malaika anatoa machozi kuliko aimbe na wewe analia. Na mienendo mingi ya waimbaji ndio inafanya watu wengi kuvunjika moyo. Lakini leo kuna waimbaji wengi kanisani ni Nabii Miriam, lakini nyumbani ni Yezebeli. Mnamjua habari za Yezebeli? Sauti ni ya Yakobo, lakini mwili ni wa nani? Hapa unaimba kama Mkristo, lakini nyumbani, mitaani, katika maisha yako ya kila siku, huyu ndiye alikuwa anasimama hapa akiimba. Tunashangaa leo. Ninashukuru Mungu, waimbaji mmependeza sana kabisa. Ingelikuwa heri tuwakute hivi siku zote zingine za wiki. Sababu Ukristo, ninawaambia, sio vazi la kuvaa na kuvua. Ukiwa Mkristo wa kuvaa Ukristo tu alafu ukitoka hapa unavua, wewe hujakuwa Mkristo. Fikiria vizuri kazi, fikiria vizuri uzito wa kile ambacho Mungu amekupa ukifanye siku zote za wiki. Kuna Waadventista wa siku ya Sabato tu. Mimi si Waadventista wa siku ya Sabato. Mimi ni Waadventista wa siku 7. Leo tunakuwa na sura nyingine. Ngoja usubiri kesho. Subiri siku ya kwanza, siku ya pili ya juma. Siku zingine zote maandalio unajitahidi, unaandaa ile jipe yako ndefu, hiyo ndiyo ya Sabato. Na leo kunakuwa mtindo ambao mtu anasema, naenda kununua mavazi ya wapi? Ya kanisa. Naenda kununua mavazi ya wapi? Kumbe umejua wewe mwenyewe kwamba kuna mavazi ya kanisani na mavazi sio ya kanisa. Sasa wewe mwimbaji ni wa nani? Wazee wanapopiga kura wakuchague kanisani ufanye kazi, wamekuchagua, wamekuombea, umewekewa wakfu, umewekewa nini? Katika Israeli kulikuwa idadi ya waimbaji wa Walawi 4,000, na walikuwa wakigawanyika katika makundi mbalimbali. Kila kundi ya kwaya ilikuwa na waimbaji 165, na hao walikuwa wametengwa tu kwa kazi ya kuimba. Walikuwa na vifaa vyote, na mienendo yao ingalipaswa kuwa tofauti na watu wengine wote wanaokuwa nje. Sasa wapendwa, ni kina nani waimbe? Je, ni hawa watu ambao wamevaa uniform hizi, ama ni nani ambao wanahusika na kuimba? Katika kile kitabu cha Zaburi sura yake ya 148 fungu lake la 11 na la 13 inasema hivi: wafalme wa dunia na watu wote wakuu na makadhi, wazee, vijana, waume,
na wanawali, wazee na watoto, na walisifu jina la nani? Maana jina lake pekee yake limetukuka, azama yake i juu ya nchi na mbingu. Vile ni vya vajeni. Sina mie mzee ndaimba nini? Kwa Mungu kuna wazee na vijana. Hawa wanaoimba hapa wamezeeka, wameenda wapi? Kwa vile ni vya mama fulani tu, mie vile nishindaka. Kuna habari nitakupa leo huku mbele, ningependa iguse moyo wako. Ibada ya nyimbo, mpendwa, ni ibada ambayo inahitaji ishirikishwe na washiriki. Ndiyo maana kanisa la Wasabato limekuwa na vipindi vya waimbaji wanaojulikana kama ni waimbaji wale tunawaita waimbaji special. Lakini pia kuna wakati wa mass choir, wakati ambapo washiriki wote wanafanya nini? Wanaimba. Na ukiangalia vizuri, nyimbo za mass choir ndizo nyingi kuliko nyimbo za waimbaji. Asubuhi kabla mhubiri wa doktrine ahubiri, wanafanya nini? Baada ya kuhubiri wanafanya nini? Nyimbo wangapi hiyo? Shule ya Sabato mbele ianze wanafanya nini? Nyimbo wangapi hiyo? Wende ile saa ya kukaribisha sadaka, wimbo wangapi huo? Wakati ambapo wimbo unatolewa hapa, wimbo wangapi huo? Ile wakati ya kukaribisha sadaka na zaka, wimbo wangapi? Alafu mwisho wimbo wangapi? Mass choir ina nyimbo 7, lakini makwaya inaweza kutoka kanisani imeimba wimbo mmoja tu. Kumbe wimbo inapaswa ishirikishwe na watu wote. Kuna mtu ambaye anaweza kutoka kanisani hajaimba hata kwa kipindi kingapi, mbingu inahesabu huyo hakuja kanisani. Bahati hizo zote, namba 7 ya ukamilifu ambayo Mungu amekupa. Waimbaji, barikiweni kwa wimbo huo. Namba 7 ya ukamilifu ambao wameiweka kuanzia asubuhi mpaka mwisho. Wewe unatoka kanisani hujafungua hata sauti yako, malaria yako na shida za nyumbani hazitaondoka kabla hutakubali kuimba. Sikiliza hii, wasio wapendelevu wa nyimbo hawana sehemu wapi? Ulikuwa unajua hili? Wasio wapendelevu wa nyimbo hawana nini? Utatafuta ile mbingu ya mjomba wako ambao hawaimbaki. Tafuta mbingu ya babu yako ambayo hutasikia habari za nyimbo. Wale wote wasiopenda nyimbo, wasioimba, ujue tu kama wewe hauendi mbinguni, unabaki hapa hapa tu. Nitasoma hiyo kwenye hichi kitabu cha Message à la Jeunesse, page yake ya 273. La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Kitu ambacho Mungu anaheshimu mbinguni, wewe mwanadamu ukidharau hapa kwa nini? Kitu ambacho Mungu anachukulia kwa nafasi ya kwanza mbinguni, kila kitu ni nyimbo. Alafu wewe unakuja hapa unakaa kimya tu. Na hata wakiambia watu tusimame tuimbe wimbo wa namba fulani, magoti bado ina maji, miguu inapona, wewe si mgonjwa, unabaki unakaa. Kuna hatari mbele yako. Kesha de cultiver sa voix. Kila mtu ajitoe, awe chanter les louanges de Dieu d'une main pour l'oreille, employé à la. Hakuna mtu ambaye yuko hapa ambaye anaweza kusema ya kwamba hana kipaji cha kuimba. Watu moja wa bubu waliimba. Hamkusikia? Hawakuimba hapa. Waliimba katika lugha yao. Kama vile Mwingereza ama mtu ambaye anaongea Kilatini anaweza kuja hapa anaimba, hautasikia. Nao walikuwa wanaimba katika lugha yao. Kila mtu ana kipaji cha kuimba. Mungu anataka kila mtu atumikishe vizuri kipawa chake cha kuimba kulingana na kiwango chake. Unapokataa kukitumia, wewe mwenyewe umeanza kujifuta katika orodha ya wanaoenda wapi? Mbinguni. Sikiliza hiki ambacho ameandika hapa mwisho. C'est sur la monaka Yesu. Na huko mbinguni huendi sababu Mungu anapenda tuanze kumtukuza hapa. Tutakapofika kule hakutakuwa kitu cha kushangaza. Na hiyo siku hakutakuwa huyu anajua imba na huyu afanye nini. Sote tutapokea vipawa na kila mtu ataimba wimbo mtamu wa mwana kondoo kwa utukufu wa Mungu Baba. Usipoimba una hatari. Que les chants soient accompagnés par des instruments de musique maniés avec art. Muziki unapopigwa hapo wewe unaona kama ni fujo. Nani alikwambia kama ni fujo?
na muziki ambao unashuka wa sauti ya chini, kwa sababu tu haupendi nyimbo, siwaheshimishe ile muziki, waimbe tu hivyo hivyo. Unajua kwamba mbinguni kuna instruments nyingi kushinda hata hizi ambazo tuko nazo hapa, nyingi sana, na niwaambie na zingine hatujaziona. Utafika kule unajua hii nayo ni nini, hii nayo ni muziki. Que toute l'assemblée aussi souvent que possible participe au chant, que les voix s'élèvent en des chants de louange et d'adoration. Faites appel, si vous le pouvez, à la musique quoi? À la musique quoi? Afin que des mélodies harmonieuses montent vers le ciel en offrande agréable à Dieu. Katika Zaburi 100, Zaburi ya 95 1 hadi 6, Daudi anaimba anaposema, kujeni tuimbie Bwana, tufanye shangwe kwa mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele yake kwa asante, tumfanyie shangwe kwa zaburi, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkubwa na mfalme mkubwa juu ya miungu yote. Mabonde yote ya nchi ni mikononi mwake, pahali pa juu na milima ni pake vile vile. Bahari ni yake, naye aliifanya, na mikono yake alifanya nchi kavu. Kujeni tuabudu na kusujudu, tupige magoti mbele ya Bwana mwenye kutuumba. Unapoimba unakiri kwamba Mungu ndiye muumbaji wako. Sasa wapendwa, kuna watu wanakataa kuimba lakini bahari inaimba. Mtu na bahari, kipi ambacho Mungu anathamini sana? Kati yako wewe na hii Lake Kivu, Mungu anakamata kia wapi en valeur? Situjibu basi. Ni nani? Ni wewe ama Lake Kivu? Ama leo umekataa wewe Mungu akukonsidere kushinda Lake Kivu? Bahari zimeinua, Bwana, bahari zimeinua sauti zake, bahari zimeinua sauti za mawimbi yake. Yeye ni mkuu. Bahari inaimba, Mungu ni nani? Yeye ni mkuu kuliko ngurumo ya maji makuu. Hata kama sisi ni wakubwa, ni mkuu kuliko mawimbi ya bahari. Bwana aliye juu ni mkuu. Miti pia nayo huimba, shamba lishangilie na yote yaliyo ndani yake. Halafu miti yote ya mwitu itaimba. Kwa nini? Umewahi kusikia sauti ya miti? Umewahi kusikia sauti ya bahari? Kuna vitu vingi ambavyo tumenyimwa kusikia sababu dhambi imetawala sana. Adamu alikuwa anasikia namna bahari inavyoimba. Alikuwa anasikia namna gani miti inaimba. Sisi tunaona tu mpepeo inapita tu, pepo tu inapita, miti inafanya tu vitu, tunaangalia tu. Lakini kwa macho ya kiroho na mtazamo wa kiroho waweza kusikia sauti ya kile ambacho bahari inaimba. Umuhimu wa nyimbo katika wakati mgumu, na ndio tunaenda kumaliza somo letu. Je, katika wakati mgumu tunaweza kufanya nini? Je, nyimbo una sehemu fulani ya msaada tunapokuwa katika shida kubwa? Basi tutaangalia kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, sura yake ni ya 16. Ni hapo ambapo tutaanzia kwenye fungu lake la 19. Ni hiki kisa ambacho ninataka tuweze kumaliza nacho fundisho letu la leo. Hapa tunapata habari za wajumbe wa misionari wa injilisti wawili ambao walikwenda kuhubiri katika Europa. Na walipoenda kuhubiri huko, walifika sehemu fulani ambako walikutanana na mama mmoja ambaye huyu mama alikuwa na pepo ya uaguzi. Alikuwa anamilikisha watu, alikuwa anatajirisha watu kwa kuagua. Kuagua maana yake kupiga lamuli. Tunaweza kusema kwa Kiswahili kingine kubeti. Kuna watu wanabeti hapa. Mnajificha sababu leo ni siku ya Sabato. Kuna watu wanabeti hapa. Betting haikuanza leo, imeanza kwa huyu mama huyu. Alikuwa anatajirisha watu kwa njia hizo. Alafu Paulo na Sila walikutana naye, na walipokutana naye huyu mama alipoona akaanza kupaza sauti, jamani, njoni msikie watu wa Mungu wanaowahubiria habari za Mungu wa kweli ambaye anastahili kuabudiwa. Paulo na Sila walipotazama huyu mama kila siku akileta fujo. Mnajua Mungu wa changamani, huwezi kumhubiri Mungu na wewe ni mtu wa shetani. Mtu wa shetani ni yule anayetenda mambo. Wakasema huyu anataka kutuharibia mambo, ngoja. Hawa walioileta ni kukemea pepo iliyokuwa ikimsukuma kufanya hizo kazi.
Sasa huyu mama alipopona na akawa Mkristo, wale watu ambao walikuwa wanapata faida kwake wakaanza kuleta fujo, wakasema no, hawa watu wamekuja hapa wanatuharibia soko, wanatuharibia mali zetu, sasa tuwafanyie jambo, wafungwe, wapigwe, watoke hapa. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, kwenye fungu lake la 19, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari za desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Kwenye fungu lake la 22, makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wafanyiwe nini? Wapigwe kwa bakora. Nao walipokwisha kuwapiga mapigo machache, wakawatupa wapi? Alafu wakamwamuru mlinzi, wewe linda sana hawa watu wasifanye nini? Kulikuwa sheria ya Warumi, ukiwekwa mlinzi wa gereza alafu watu wakatoroka, maisha yako imekwisha. Wakamwambia, linda hawa watu wasifanye nini? Nilipenda sana attitude ya watu hawa. Unapokuwa katika shida, hatua ya kwanza unafanya ni nini? Je, unalalamika, unalaumu, unazihaki, unakufuru, unafanya nini? Mashujaa hawa wawili Paulo na Sila walipoona wamepigwa, na si mapigo machache, lakini ilikuwa mapigo mengi, tena ni bakora waliwapiga, na waliwapiga baada ya kuwavua nguo zao. Wakupiga wamekuvua nguo, wewe utajisikia namna gani? Usiku kulitokea jambo, naye akisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Katale ilikuwa mfano fulani ya pingu za miguu ambazo umeona wamevaa hapo. Lakini kuna kitu walifanya hawa washujaa. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba, walikuwa wakimwomba Mungu na kufanya nini? Na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Waliangalia wakasema, sasa Bwana, wametupiga, wametufanya, hata kama tumechoka, hata kama mgongo unauma, hata kama mazegebe inaluma, hata kama, lakini jamani, tufanye nini? Tufanye nini? Wengine mnapofungwa mkiwa wawili mnaanza kuangaliana, wewe ndio ulituma bana tufunge. Nilikukataza tusikuye huku, nilikukataza. Lawama zinaanza. Lakini hawa waliangaliana wakasema, jameni, haya ni mateso tumeyapata kwa ajili ya Kristo, tufanye nini? Waliomba, wakaimba. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikafanya nini? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Ya nyimbo. Nyimbo ilitikisa misingi ya gereza. Na habari ni kwamba huyu mlinzi alikuwa katika usingizi. Alipoona tetemeko, yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akizani ya kuwa wafungwa wamefanya nini? Wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijizuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Pingu zilikuwa zimefanya nini? Zimetoka. Dalili ya vita inapokuwa uwanjani wa Kristo, tufanye nini? Shida ambayo tunaishi kwa sasa, tumeitwa kufanya nini? Wakati mgumu tunaoishi wa sasa, ambao tunapitia vita vya kimwili, sio vita vya kiroho ambavyo Paulo na Sila walipitia. Sisi tunaopitia vita vya kimwili kiuhalisia katika bara zote za ulimwengu. Hatusikii ujumbe wa vita kama habari za mbali, lakini wenyewe tumeshuhudia. Kuna wengi ambao wako hapa lakini ni wakimbizi, hata kama wako kule Kanyaruchinya. Kuna watu ambao wako hapa, mali zao, vitu vyao vilivyokuweko huko katika maeneo ya vita havipo. Ni sawasawa na wakimbizi, lakini wakimbizi walio huru. Tufanye nini? Huzuni kuu inapojaa usoni petu, tufanye nini? Je, tulaumiane?
Je, tukufuru? Je, tukate tamaa? Nani ajuaye sikitiko letu ili tumlilie? Machozi yanapotiririka kama mto machoni petu, tufanye je? Kuna tumaini na kuna jibu. Jibu ni kwamba tuimbe zaburi, tumtukuze Mungu, tutoe sauti zetu za shukrani, tumsifu Mungu, tufurahi kwa sababu vita ni dalili ya kwamba mfalme wa amani yu mlangoni. Haleluya! Tunaposikia habari za vita tujue Yesu alisema mkiyaona mambo hayo mjue ya kwamba yuko tayari wapi. Kumbe sio wakati wa kuhuzunika, sio wakati wa kulalamika. Tuimbe zaburi, na ninakupa habari ya kwamba malaika mbinguni wanatazama, wanasubiri waone hatua utakayoifanya katika wakati mgumu ni hatua gani. Paulo alishauri akisema, tusemezane sisi kwa sisi kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, tukimwimbia Bwana na kumshangilia mioyoni mwetu, mkishukuru Mungu ndiye Baba siku zote kwa mambo yote. Mungu ni mwema na siku zote. Ninapenda tujibu sote tunaposimama, Mungu ni mwema. Tusimame na siku zote. Imana nizinza ibihe byose. Tumshukuru Mungu siku zote kwa mambo yote, hata wakati wa vita. Mbona hatujibu? Hata wakati wa vita, hata tukiwa na njaa, tunaposhiba, tunaposoma, watoto wanapokosa kazi, tunapolalamika na magonjwa, Mungu ni mwema siku zote. Mungu ni mwema siku zote, na wema wake tu ndio unatufanya tuendelee kuishi hata tukiwa wakati wa shida, hata tulalamike, hata tusononeke. Mungu wetu ni mwema. Tumuimbie zaburi, tumsifu, tumtukuze, kwa maana matendo yake ni makuu, hata kama kwa macho yetu yaweza kuonekana si mazuri. Kabla hatujakaa ili kusikiliza wimbo mzuri sana tena mtamu kutoka kwa waimbaji wa Gloria Choir, nitasii tuweze kuomba. Mungu Baba yetu, Mungu mtakatifu, wewe uliyeziumba mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji, umependezwa na mchana huu tuje mbele zako kukuabudu. Umetuwezesha kusikiliza maneno yako matakatifu. Unastahili heshima, utukufu, uweza na mamlaka milele na milele. Muda mwingi tulipoteza tukuhitaji kuinua sauti zetu kukuimbia. Muda mwingi tulikaa kanisani tukanyamaza, hata wimbo ukipigwa tutaki hata kusema amina. Mungu, kwa wakati wote ule ambao tuliweza kuonekana hivi kanisani, utusamehe. Kubali kila mmoja ambaye amesimama kwa miguu yake miwili, anapokuwa amesimama ili aanze kukutukuza asubuhi, mchana, jioni. Mungu, kubali mioyo yetu ambayo tumeinua kwako. Sikukuu ya leo tunaombea waimbaji wote ambao umewaita kwa kazi yako. Uwabariki maradufu. Watoke hapa kila mmoja umemwongezea alama katika vipaji vyake vya kuimba. Kila mmoja atoke hapa, ikiwa alikuwa naimba sauti moja aimbe sauti mbili, ikiwa alikuwa naimba sauti mbili aimbe sauti tatu, ikiwa alikuwa hana sauti, alikuwa na ngoroma, Mungu mpe sauti kwa ajili ya utukufu wako. Na wote ambao tumesimama utubariki na kubariki familia zetu. Walio wagonjwa watoke humu wamepona kwa nyimbo tamu zitakazopigwa hapa. Wale ambao walipoteza nguvu wakikata tamaa katika maisha yao, nyimbo zitakazopigwa hapa ziwafariji na kuwarejeza kwako. Rudisha nyuso za tumaini na faraja katika mioyo yetu, katika nyuso zetu. Tubarikiwe nawe tunapokuimbia. Zaidi sana Mungu, tunakusii tusikuimbie hapa duniani tu, lakini katika ufalme wako pia tuweze kukuimbia. Neema hiyo tunahitaji ututendee kadiri ilivyo mapenzi yako, kwa maana mapenzi yako ni kwamba sote tuokolewe. Tutendee mengi kupita hayo, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu.
Amen. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amina. My deepest moment, you have shown me love and favor. Pull me out of failures. I owe my life and all to you. You have strengthened my soul and brought me back to salvation's way. Oh, nothing can take me away from the love of the Lord, God my King. Oh, nothing can take away the wonders you've done for me. You have given me joy and hope from tomorrow, meaning to be called your child. Oh, nothing can take me away. Nothing can take me away. Oh, nothing can take me away from the love of the Lord. For your perfect gift, for all the blessing you have done for me. All I can do is thank you, Lord. With my voice, we must try to praise your name, for you are great. For you are great. Oh, nothing can take me away from the love of the Lord, God my King. Oh, nothing can take away the wonders you've done for me. You have given me joy and hope from tomorrow, meaning to be called your child. Oh, nothing can take me away. Nothing can take me away. Oh, nothing can take me away from the love of the Lord. Oh, nothing can take me away from the love of the Lord, God my King. Oh, nothing can take away the wonders you've done for me. You have given me joy and hope of tomorrow, meaning to be called your child. Oh, nothing can take me away. Nothing can take me away. Oh, nothing can take me away from the love of the Lord. Oh, nothing can take me away.
mbele